Asante. Na wakaribisheni tena wapenzi wasikilizaji wenye runinga hii. Karibuni mjisikie uhuru, maana hapa ndio ukweli unatafutwa na kupikwa na kuwekwa wazi ujue mambo mengi. Wananiita Ishmael Juma. Tunarudia tu sehemu ya 3, yani vile Waislamu na Qur'an wanavyotegemea Wakristo, na kama singekuwa Wakristo hakungekuwa na dini hii ya Kiislamu. Tulizungumzia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Sasa hii ni sehemu ya 3 na ya mwisho, ili kukava topic kabisa. Ujue vile Waislamu na Qur'an inavyotegemea Wakristo. Ni kwa nini gani, kwa jinsi gani hawa wanategemea Wakristo? Kwa sababu kuna kitu inagawa makundi mawili. Wakristo kwa mara ya kwanza wao wanaaminika walipompokea Bwana Yesu kwa mujibu wa Yohana 1:12 wamefanyika wana wa Mungu. Na wanapofanyika vile wana wa Mungu, kuna kitu wanapewa nacho ambapo ndio Roho Mtakatifu. Kama vile tunavyosoma katika nyaraka wa kwanza wa Yohana 2:20. Naomba sisi tumepakwa mafuta na kuyajua yote. Na kama vile pia katika kitabu kile cha Mathayo 13 aya yake ya 10 na ya 11, Yesu akawaita wale thenashara, wanafunzi. Akawaambia, nyinyi mmefunuliwa kujua siri za mbinguni, lakini wengine hawajui. Kwa hivyo Wakristo tuko mbele kwa 100%, na tumewapita Waislamu kilomita milioni zaidi ya 100 kwa kujua mambo ya mbinguni. Ndio maana tunachimbua na kufukua na kufanya Waislamu watambue kwa maswali yote wanayouliza. Sasa basi, katika sehemu hii kama kawaida ya 3 tutaomba tu kidogo alafu tunaendelea. Mungu, tunalihimidi jina lako, tunakushukuru, utuongoze mpaka tamati, wewe mwenyekiti. Nishuke mimi, wewe upande, nisinene yaliyo yangu, tuelimishe ulimwengu wapate kujua yapasao kutenda, na zaidi Mungu ukawaandae katika ufalme wako, kwani tunaomba kwa imani kwa jina tukufu la Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante. Jinsi Waislamu wanavyotegemea Wakristo, na ni kweli kabisa. Nitaanza tu na story fupi, na kabla sijasoma story fupi nitaweza kukuonyesha aya ambayo tena leo itatuongoza. Hii inaitwa Suratul Yunus aya yake 94, ama Qur'an sura ya 10 aya yake 94. Uone vile Qur'an yenyewe pia inaelekeza Waislamu na hata mtume wao Muhammadi kwa Wakristo. Inasema hivi: na kama unayo shaka juu ya ayo tuliyokuteremshia, basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako. Wakina nani hao? Wayahudi, manasara, yani Wakristo, na wale walio silimu. Kwa yakini haki imekwisha kukujia kutoka kwa Mola wako. Kwa hivyo usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka. Muona maneno hayo. Hayo ni maneno ala Mungu wa Islamu anamwambia Muhammad na Waislamu kwa ujumla. Kama wanashaka, waulize waliopewa vitabu, waliosoma vitabu mbele, kabla ya Muhammad, kabla ya Qur'an. Unaona maana yake. Na si wengine wametajwa pale, Wayahudi na manasara, Wakristo. Ni kweli kabisa. Hebu nipeane tu hadithi fupi hivi za kuleta maana, alafu niliahidi katika ile sehemu ya kwanza nitaonesha video uone vile Waislamu wanakongamana katika makanisa. Wanaenda makanisa mengi kutafuta msaada huko wa maombi na mambo mengine. Alafu ndio mtaona mambo haya ni kweli kabisa, bila kuchuki na bila kuwasingizia Waislamu. Nitaanza na kusema namna hii. Unaweza kuona ya kwamba kuna wakati moja, kuna hii ambapo tunasoma hata katika vitabu solar eclipse, yani kushikwa kwa jua na mwezi, ama mwezi kushikwa na jua. Sangine kuna kuwa hata ni mchana lakini kuna giza. Siku moja nilikuwa nimekaa nyumbani, nikaona grupu ya Waislamu wanakuja wengi, na walijua tayari mimi nimeshaitaliki dini hii ya Kiislamu kitambo. Wakajua mimi ni Mkristo, na kawa walinichunguza, wakaona ujamani msomi wa vitabu na ana elimu ya mambo ya Mungu. Nilishangaa umati mkubwa wa Waislamu wanakuja, wakaniita vizuri nje, nikafikiria kwamba kuna jambo, lakini wakaniuliza, bwana, uliona yaliyotokea jana? Ngambia kwa nini? Kuhusu kushikwa
jua na mwezi. Kaambia mimi niliona hii kitu ya kawaida. Kaniambia bwana tuelezee, maana mambo hayo yakitokea si tunaona si ishara nzuri. Naambia jambo la kawaida tu, hayo ni maneno ambayo hata ametabiriwa na manabii. Yaani ni ishara hizo zitatangulia kutokea, alafu zikitokea ndio kujiwe ndio Yesu arudi. Unaona alipoambia namna hiyo akawa na hakika ya mambo haya na wakatulia, maana walikuwa wana wasiwasi, wanaona ndio kiama kimefika na mambo kama hayo. Unaona sasa wanakuja Waislamu kutaka msaada, kutaka mawaidha. Kwa nini? Kwa Mkristo ambaye ndio mimi sasa. Hiyo ni ya kwanza. Nyingine katika sehemu kule za Mtwapa, sehemu ya Majengo Kanamai, kuna msichana mmoja Fatuma, hata ndamuita ni mama, alikuwa na watoto wawili. Alikuwa amepagawa ama na mapepo ama tunasema majini. Yule mama alijaribu kutafuta msaada kwa viongozi wa Kiislamu, vile alikuwa wanatoa ushuhuda pale, baba yake ni Muislamu, mama yake ni Muislamu, hata msichana mwenyewe na mume wake wote ni Waislamu. Sasa waliita viongozi wao wakajaribu pale, walikuja kuwasomea sura Al-Baqara ili kuchomoa ule jini au ule shetani wapi. Yule msichana alipata shida sana. Hata kuna baadhi viongozi wengine wakakuja pale, hata ilibidi paka watumie waganga. Ndio tuliambiwa mimi na mchungaji mwingine tukaenda kule. Sasa tukashangaa, sisi si ni Wakristo, mbona tunaitwa? Lakini yule mzee alisema mimi haja yangu ni mtoto wangu apone. Sasa hii imefikia mimi sitaki kuangalia ni dini gani. Mtoto wangu huyu ameolewa, hata amenizaliwa wajukuu wawili tu, jambo lile limemsumbua. Haya ndio tukamuoji pale, akatuelezea mahali alipatwa na huyo jini. Kumbe alikuwa amepatwa na ile jini kule Mombasa, Majengo Kingorani. Alikuwa akifanya kazi kwa bonyenye mmoja mwenye asili ya Kiislamu, sijui akaitilafiana, sijui walikosana vipi, ndio mwishoe hayo mambo alitendeka. Kwa hivyo walimshuku yule bwenyenye ndiye amemrushia huyo jini huyo. So tukauliza, mkuu mnataka tuwasaidieni vipi? Nyinyi wa Kristo kidogo nyinyi mkiomba maombi yenu huwa jini au shetani anasikia anatoka. Tukashangaa sana. Basi unajua Yesu ametufundisha katika Mathayo 5:42, akombaye mpe usimpe kisogo. Ilibidi sisi tufanye dua. Na hatukuanza story nyingi na mambo ya shetani kuongea naye. Sisi tu tulishikana mikono, tukaweka ule mgonjwa mikono kichwani wake, tukaanza kuomba na nilitulia. Na tulipomaliza jasho limtoka nyingi, akaa kama amelala chini, mshale amka akapata fahamu, hata akashangaa. Na hata yeye mwenyewe akaanza kututolea ushuhuda vile ilivyokuwa paka akafanyika mambo hayo. Na walishukuru sana. Paka ule mchungaji tuko naye akauliza ule mzee, sasa mmeona mnaweza kuja mkatoa ushuhuda kanisani? Mzee akasema mimi sina shaka na hiyo. Hata hawa kama wanataka kuja kuwa Wakristo acha wawe, lakini mimi nitafikiria baadaye, maana mimi pia ndio mwenye kusimamia msikiti hapa na pia usafi kila kitu. Kwa hivyo jambo hilo pia nikiamua kwa haraka itakuwa nzuri. Kauli ya huyo mzee ambaye mtoto wake tulimuombea. Kwa hivyo unaona hiyo yote inakuja ni Waislamu wanatafuta msaada kwa Wakristo. Kwa nini kwa Wakristo? Yesu anawaambia wale walikuwa maadui wake, wao wanatoa pepo kwa nguvu za Beelzebul ambaye ni huyo pepo. Lakini yeye Yesu anatoa pepo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo si kwa sababu ya mambo yangu mimi, na nukuu kitabu cha Mathayo 12:27-28. Kwa hivyo unaona Wakristo wana nguvu ya Roho Mtakatifu ndio wanatoa pepo. Lakini hiyo kwa Waislamu utakuta hakuna. Na ndio unaona Waislamu lazima tutegemee sisi. Kusoma Qur'an ile sura 17 Bani Israel aya ile ya 85. Mtume Muhammad anaambiwa akiulizwa habari ya roho aseme hiyo hakupewa habari ya roho, ila alipewa kidogo, na kidogo hiyo ni kuhusu elimu ya duniani, si kuhusu mambo ya mbinguni. Kwa hivyo Wakristo wamepewa hekima ya kujua mambo ya mbinguni kwa kuwa mkubali Yesu ni mwana wa Mungu na Roho wa Mungu iko juu yao na kuelewa. Na Roho wa Mungu ndiye anatoa pepo. Vitu kama hivyo. So hiyo ni moja ya kuonyesha kwamba mara nyingi Waislamu lazima wategemee Wakristo. Na usisahau nimekuahidi nitakuonyesha video 2 katika hii sehemu hii ya mwisho ili uone ni kweli. Ziko nyingi video mahali unaona wanaenda, lakini 2 tu kama ushahidi. Haya, tuachane na hayo. Ukiangalia pia katika kitabu hiki cha maisha ya Nabii Muhammad, tunaona Uislamu ulipoanza katika mji wa Maka, unaona kulitokea wale makafiri Makoreshi.
kuanza kuwapiga Waislamu, kwa dhulumu, ilibidi Mtume Muhammad aombe msaada kwa mfalme wa nchi ya Ethiopia, ambayo siku hiyo nyakati hizo Ethiopia ilikuwa ni taifa la Kikristo. Muhammad akaomba msaada wale Waislamu waje pale wakae kwa muda paka amani ilipokuwa imetulia. Hata waliposikia kule Maka yote imesilimu, ilibidi waende, lakini walipoenda wakakuta bado mambo ni mabaya. Ilibidi tena Waislamu warudi katika nchi hii ya Wakristo ambayo ilikuwa ni Ethiopia. Wakatulia, ndio wakarudi tena kukaa na amani. Si maneno yangu. Kitabu hiki cha maisha ya Nabii Muhammad, ukurasa wake wa 23. Ni sehemu kubwa, lakini nitakusomea tu sehemu chache kwa haraka. Nitasoma. Inasema hivi: katika jina la Allah Mungu wenu na Muhammad mtume wake. Kitabu hichi kimeandikwa na Abdallah Sheikh Al-Farisi. Msione nasoma mambo yangu mwenyewe, maana Waislamu nyinyi singine ninawajua, mlikuwa ni wenzangu, mna siasa na ujanja mkisoma naambia kile kitabu hatukijui, si chetu. Amesoma vitu vingine. Nataka nisome vitu ambavyo mnaona ni vyenu kabisa. Ambaye inasema hivi: katika mwaka wa 5 Oktoba 615 mwezi wa Rajabu, Mtume aliamrisha watu wake waende katika nchi ya Maabusia, ambayo ni Ethiopia wakati ulikuwa inaitwa hivyo. Aliwaambia kuwa mfalme wa nchi hiyo mwadilifu anatumai kuwa watapata salama huko. Basi akaondoka Maka kila mnyonge asiyekuwa na jamaa wa kumuhifadhi. Saidina Uthman ibn Affan alipoona kuwa wote hao watakao kwenda huko ni wanyonge tu, aliona kuwa itakuwa bora zaidi kama yeye atakwenda pamoja nao, ili awape nguvu wasivunjike nyoyo kwa kuojiana wao tu ndio waliondoka katika mji wa Maka. Saidina Uthman akamtaka ruhusa Mtume ende pamoja na mkewe Bibi Rukaya. Mtume alimpa ruhusa kwa furaha kubwa. Wakaondoka kwa siri, wakaenda mpaka Jida na bandari nyingine iliyokuwa ikitumika zamani, na huko wakazikuta mashua 2, wakazikodi mpaka huko wakatoka kwenda. Watu wenyewe walikuwa 20 tu, 15 wanaume na 5 wanawake. Walipofika huko, mara wakaenda kwa mfalme wakamtaka ruhusa kukaa katika nchi yake, naye akawapa. Wakakaa huko muda wa miezi 3 kamili. Hata katika mwezi wa mfunguo mosi wakapata habari ya uongo kuwa watu wote Maka wamesilimu. Wakajituta wote umoja wakaja Maka, lakini walikuta mambo kama zamani na zaidi. Waliofika Maka walimhadithia Mtume na maswahaba wenzao salama waliopata katika nchi ya Maabusia. Kwa hivyo wakafanya nao kwenda. Wakatoka pamoja na wale wa zamani waliokuwa wamerejea, wakarejea tena huko. Safari hii walitoka maswahaba 101, wanawake 18 na wanaume 83. Mkubwa wa msafara wao safari ilikuwa Bwana Jaafar ibn Abi Talib, kaka yake Saidina Ali bin Abi Talib, kwani Saidina Uthman hakurejea. Haya, ushahidi kama huu unaweza kuona Waislamu walipoona mambo yameharibika katika nchi yao, wakakimbilia katika ile nchi ya Kikristo, wakakaa huko salama, hata walipeleka habari njema. Swali ni waulizeni Waislamu, hivi Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu? Je, nchi kama Marekani ambayo haijatangaza rasmi ni nchi ya Kikristo lakini ndio ina idadi kubwa sana ya Wakristo, ama nchi kama vile Brazil, je, kutokea kule Wakristo kadhaa kumetokea wanadhulumiwa, je waje Saudi Arabia? Watapoa makao kweli? Alafu waruhusiwa waendelee na imani yao ya Kikristo Saudi Arabia kweli? Huo ni mtihani mkubwa. Waislamu na wachieni wenyewe vitu kama hivyo. Muona vile Waislamu wanategemea
wa Kristo kwa njia nyingi. Jambo lingine ambapo unaweza kuona mara nyingi kama Waislamu wakiwa wagonjwa, ndio maana ninasema nitaonesha video hizi. Unaweza kuona wanakimbilia makanisani kutafuta msaada, kuombewa na hata kushauriwa. Na unaweza kuona wanatoa shuhuda nyingi kama vile unavyoona katika video hii. Hebu wewe mwenyewe sikiza mwenyewe, usione ya kwamba naongea mambo yangu. Hii ni video ya kwanza. Hebu sikiza vile anavyoongea hapa. Habari. Mzuri. Yes. Unaitwa nani? Akram. 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 Shida nini? Shida nyingi, lakini nitajie moja. Wachawi wananisumbua nyumbani. Wachawi wanakusumbua? Wapi huko? Mimi niko Kwale, lakini natoka Lamu, niko Kwale sasa. Unaishi Kwale sasa? Yes. Nyumbani ni Lamu. Lakini sasa na miezi mitatu nakuona kwa TV. Hata silali na kuangalia, siangalie station nyingine, naangalia station yako peke yako. Uangalie station nyingine? News. News. Auoni habari? Mara moja naangalia Citizen, lakini sana nacheki station yako. Hata sasa hiyo watu wanatuona live. Nani anatuona? Familia yangu, mke wangu na mtoto wangu. Ako wapi? Ako Kwale. Wanatuona live? Every day tunakuona. Paka usiku atulali tunakucheki. Kwani mnalala saa ngapi? Saa 6, saa 5:30. Saa nyingine mimi nafikisha paka saa 8, saa 9. Ukiketi kwa kiti? Kwa kitanda pia nalala hivi na kucheki. Every day. Every day. Mpaka wanasema huyu hakuwa Mkristo, huyu alikuwa Muislamu. Kwa nini yeye ni rafiki wa Waislamu? Na mambo mingi kwa kweli. Nikiangalia TV na faulu. Hii na miezi mitatu hii TV. Mke wangu na miaka 4 naye sijazaa, lakini sasa hii jana ameenda kupimwa, apata miezi 2. Haya, umeona mwenyewe. Hii ni ya pili tena. Sikiza. Pastor akasema watu waende wakapimwe, kila mmoja ajijue. Nilipoenda jana hospitali nikapatikana sina virusi. Hata kadi ndio hii. Hii nilikuwa nikichukua madawa. Nilikuwa ndo naendea kliniki. Amen. Coast General Provincial Hospital, Ministry of Health. Hii ni ya wapi? Hii nilipimwa hapa Mkunguni jana. Sasa wamekwambia kwa sababu hawaamini urudi after tarehe 3, kwa sababu tarehe 6 narudi kliniki kuchukua dawa. Akaniambia tarehe 3 niende wakanipime tena, ndipo tarehe 6 niende Makadara. Si waende wapime tena? Haufanani na kitu kingine, Yesu haufanani na kitu kingine. Ikifika tarehe 3 mwezi wa 9, unaenda kuchukua dawa lini? Tarehe 6 mwezi wa 9. 6 mwezi wa 9 ndio utaenda kliniki kuchukua dawa. Kwa hivyo uende tarehe 3 mwezi wa 9 wapime tena. Wapime tena, sababu jana alishangaa akasema kwani ulikuwa tumia dawa? Nikamwambia yeye kama show card. Akasema sasa mbona sasa uko negative una kitu? Nikamwambia nimetoka kwa pastor. Pastor gani? Nikamwambia Pastor Ezekiel ameniombea nikaja hapa nije nipimu. Anaambia pastor, mbona hata nitamuogopa, ni pastor yupi? Sasa nikamwacha pale tuna kalamu yake, akanambia ongea pole pole. Hii ni wenyewe ni Waislamu, si wa Kristo. Katika video hii vile wenyewe wanaangalia. Mimi nitaachia hapo. Hii ilikuwa ni sehemu ya 3. Muone vile wa Kristo wanavyotegemewa zaidi na Waislamu, kwa sababu wamepewa kujua siri za mbinguni, lakini Waislamu hawakupewa. Mwenyezi Mungu awabariki. Muipende video hii zaidi, msubscribe na msupport, maana kazi ni kubwa. Ndugu zetu Waislamu wanataka kuokolewa zaidi,
na utajua kazi hii bure tu kukaa. Hii ni ujitoe, kufanya utafiti, kusoma vitabu, na ndio tutawasaidia ndugu zetu Waislamu. Mimi ninawapenda na Yesu anawapenda zaidi. Mwenyezi Mungu awabariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kutufunulia siri hizi, kuwapasha ndugu zetu habari hii, ili wajue ya kwamba kumbe sisi ndio tunaye nuru, sisi ndio tunaye ukweli wa mbinguni. Na mara nyingi wanapokuja kutuuliza maswali, tuwajibu jinsi ilivyo, ili nao wajue ukweli. Utapokuja ukute kundi moja, tusikusikane katika pepo yako takatifu. Bariki wasikilizaji, wafanye wapende mtandao huu, na zaidi Baba, wasaidie sana kutafiti ukweli na kujua, na waamue kwa hiari. Wacha mapenzi yako yatendeke. Tunaomba kwa imani kwa jina kuu la Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante. Pulse Media Trend. Education, entertainment and promotion.